Hii inaitwa programu ya vijana wajasiriamali ambao walipata mafunzo mwaka jana kule nchini China, ambapo programu ilitoa mafunzo kwa vijana wapatao 5 kutoka mkoa wa Morogoro, vijana wajasiriamali kwa ajili ya kuwapa ujuzi mbalimbali kwa ajili ya kukuza biashara zao. Vijana hawa ni vijana ambao walishaanza kufanya biashara zao kabla ya mradi. Hiyo mradi ulivyokuja ulitaka wale ambao tayari wameshaanza. Kwa hiyo vijana hawa walipata mafunzo nchini China kwa muda wa zipatazo 10, na hii programu ni programu ya mwaka mmoja, ambapo ilianza mwaka jana mwezi wa 11 na itaisha mwaka huu mwezi wa 9. Wao walikuwa wana maarifa au ujuzi ambao ni ujuzi mdogo. Kwa hiyo sasa kule wameenda kuongezewa ujuzi ambao utasaidia kwenye biashara zao wanazofanya, na ujuzi huo ni kwenye sekta mbalimbali. Kwa mfano, kuna wanaojihusisha na sekta ya kilimo kama tulivyoona, wale wanaojihusisha na ufugaji. Kwa hiyo kikubwa ilikuwa ni changamoto yao kubwa ilikuwa ni branding ya bidhaa zao na kutangaza, na pamoja na pia namna ya kufanya packaging. Kwa hiyo kule China walipata mafunzo ya kubrand, kutangaza na kufanya packaging nzuri ili iende sokoni, ili iaminike sokoni, kwa sababu tunaamini kwamba biashara au bidhaa ikiwa iko kwenye packaging nzuri na imetandiwa vizuri, mteja anaweza akaiamini kuliko bidhaa ambayo haiko kwenye packaging nzuri. So my name is Xu Jing. I'm the associate professor from China Agricultural University. So actually, we initiated this program with Tencent Company in China. So this program is called Global South Rural Entrepreneurs Initiative. So its aim is to foster the capacities for young people in the Global South, their capacity to transform the rural economy, especially by establishing some enterprises related to rural communities development and also related to agricultural development. So that's the main purpose. But anyway, we'll provide some continuous support to our participants. One thing, when we conclude this 1-year capacity building program, we will have a competition or award to our best entrepreneurs, or maybe not one, maybe several or a few. So they will get some incentives, like maybe some money or some funding, or maybe some other support in kind. So there will be some incentives for them. So this is something very physical, very real. But also, I think we can have this network established, the young people who are engaged in rural entrepreneurship. So we will have this network established. They will get support from their fellow people and also from other countries. Kabla ya kupata mafunzo tulikuwa na uzalishaji ambao ulikuwa hujafikia kwenye level hii ambayo tumefikia. Kitu ambacho tulikuwa tunapambana nacho ilikuwa ni kukamata soko, kulifikia soko kwa wakati, na namna pia ya kuweza kutoa matangazo watu wakazijua bidhaa. Tulikuwa tunazalisha, lakini bado ile supply ilikuwa bado ni ndogo. Kwa baada ya kwenda kwenye mafunzo tulijifunza vitu vingi, namna ya kutengeneza matangazo, namna ya kutumia social media. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, mpaka sasa tumeweza kufikia almost mikoa, tunaweza kusema 80% ya mikoa yote Tanzania. Bidhaa zetu mpaka sasa zimefika. Kwa hiyo tunaweza kusema tumepiga hatua kubwa kutokana na mafunzo niliyopata, na nashukuru pia ninayo timu nzuri ambayo inaniwezesha kuweza kurani kampuni yetu. Okay. Nilianza ufugaji nikiwa na ng'ombe mmoja ambao tulikuwa tumenunua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Baada ya muda tukagundua
yani maziwa yakawa yanabaki, tukayauza. Lakini kafika kipindi tena unajikuta hata kwa yule ng'ombe mmoja kwa kipindi hicho kuna maziwa mengine hata ukiuza, lakini hupati wateja wengi, mengine yanabaki tena nyumbani. Ndio nikaanza habari ya kuchakata maziwa, endelea na mradi, ng'ombe wakaongezeka, lakini tukapata tena changamoto, tukaacha kufuga, tukajipanga upya kama familia, tukanunua tena ng'ombe wawili. Kwa hiyo mpaka ninapata ufadhili wa kwenda kutembea China na huu mradi, tulikuwa tuna jumla ya ng'ombe kama 3 hapa nyumbani. Baada ya kurudi, tunashukuru kama familia tuliweza kutafuta namna tukaweza kuongeza. Kama mnavyoona saizi wako ng'ombe 7, tumewaongeza wamefika 7, na tunatamani kwa sasa hivi wastani kwa ng'ombe moja tunapata wastani wa lita 15, ingawaje ukiwatunza vizuri unaenda kwenye 18 mpaka 20, lakini wastani ni lita 15. Kwa tunatamani au ninatamani sana miaka 5 au 10 ijayo niweze kuzalisha kiwango cha lita 1000 au lita 1500 kwa siku, ambayo naona itakuwa ni rahisi sana. Hata kama unaamua kuuza maziwa nchi za nje, unakuwa una kiwango kikubwa sana cha maziwa ambacho unakiuza.